amani isikie tu, vita visikie tu, ugomvi usikie tu. Amani ikivurugika, tatizo lake hasa ikiwa misingi yake ni pengine imetokana na siasa, inaingia mpaka ndani ya ngazi ya familia. Na hicho ndicho kilichowakuta wenzetu wa Rwanda. Mtusi na Muhutu wameoana, wanaishi kwa mapenzi, matokeo yake inakuja imeleta kwenye, manake sisi wa Tanzania tuna makabila almost 120, lakini ndani yake tuna dini kuu. Zipo dini nyingi, lakini kubwa kabisa mbili, Waislamu na Wakristo. Mimi familia yangu kwa mfano, mimi ni Mngoni kwa baba, lakini kwa mama ni Mpemba. Mimi ni Muislamu, kuna ndugu zangu ni Wakristo. Ikiingia hiyo fitna baina Mngoni na Mpemba hamtambuani, baina Mkristo na Muislamu hamtambuani. Kwa hivyo inakuja mpaka ngazi ya familia. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema, kwa awamu hii ya kwanza, kuna umuhimu mkubwa wa kuitazama amani kwa siri yake, kwa undani wake, kwa mwanzo mpaka mwisho wake, halafu urudi utazame athari zinazopatikana amani ikiondoka. Hapo ndio utajua umuhimu wake.